Mjambo watazamaji, nami sijambo, ni asubuhi njema ambayo Mungu ametujalia kuiona. Tunapaswa tumshukuru. Jina langu ni Evangelist Mary Muoti Kamau kutoka Machakos Sub-Headquarter, Kiatineni Pastorate, Kiatineni Sub-Pastorate, Kanisa ABC Kiatineni. Na tuombe kwa ajili ya neno. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya asubuhi njema ambayo umetujalia kuiona. Tunakushukuru, tunalienzi jina lako kwa maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Imindiwa Baba na tukuka ukiwa kitini chako cha enzi kwa maana hakuna Mungu mwingine. Baba wa mbinguni, tunaomba kwa ajili ya neno lako takatifu, ukaweze kunena nasi, ukaweze Baba wa mbinguni kutuhurumia, na ukaweze Baba kutusafi na pia kututakasa na damu ya mwana wako Yesu Kristo. Tunaomba ukaenende nasi na tunaomba kimbali chako na neema yako Baba wa mbinguni ikawe nasi tunapoendelea kuisikia neno lako na kusikia ujumbe wako wa siku ya leo. Na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tumeomba. Amina. Neno la siku la leo litatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ni ya 3. Mwanzo sura ni ya 3 mstari ni huo. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupungua. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Nitarudia. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mzuri ambapo tutaweza kuzungumza neno la leo ama wazo mada ya siku ya leo litakuwa kutembea na Mungu. Wakati mwingine sisi tunajishughulisha na mambo yetu na kusahau ya kwamba Mungu anahitaji tutembee naye. Kitu cha maana ambacho Mungu anahitaji kutoka kwetu ni kutembea naye. Kutembea naye kila wakati, kutembea naye kila muda. Kwa hivyo sijui wewe unatembea na nani? Unatembea na rafiki wako, unatembea na Mungu, unamhitaji nani wa karibu wakati shida, matatizo yanakujia. Wakati mwingine tunajishughulisha na mambo yetu na kusahau ya kwamba Mungu anahitaji muda wetu. Hata unakuta kanisani tunaingia tukiwa tumechelewa, ili hali tuko na siku 6 za kufanya mambo yetu. Mungu anatuhitaji sana na Mungu anataka tutembee naye, na Mungu anataka pia tumpe nafasi ya kwanza maishani mwetu, tumpe nafasi ya kwanza kazini mwetu, tumpe nafasi ya kwanza katika kila jambo lolote tufanyalo, na ataweza kutuhurumia. Pia Mungu anatafuta mtu wa kutembea naye. Anatafuta mtu mwaminifu. Kama vile tukiangalia katika kitabu hicho cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 8. Tunaona mambo ya Nuhu. Neno la Mungu linatuambia, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nuhu, hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata nasi katika mambo yetu, hata nasi katika kila hafla, hata nasi katika kumtumikia Mungu, tunastahili tuwe wakamilifu. Tunastahili tuwe watu wenye haki ili tukaweze kuenenda na Mungu. Vile ukienenda na Mungu, utaweza kukumbana na mambo, utaweza kukumbana na matatizo, utaweza kukumbana na majaribu ya ibilisi. Nuhu aliweza kukutana na majaribu. Wakati alipoambiwa aijenge safina, aliweza kukutana na
na majaribu, na watu wakamdhihaki, watu wakamdharau, watu wakaona ni kama anafanya kazi ya bure, watu wakaona ni kama hana muda ama hana kazi nyingine ya kufanya, ameishiwa na kazi, hili hali ni Mungu alikuwa amemtuma na alikuwa anatekeleza kazi ya Mungu. Ni jambo la muhimu kuwa mkamilifu na usimame imara na Mungu, ili Mungu akaweze kutembea nawe, ili Mungu akaweze kuenenda nawe. Ina maana ama unapaswa uchukue usukani na uchukue nguvu, na uwe na nguvu za kustahimili vishindo vya ibilisi, vya kustahimili pia majaribu, vya kustahimili pia maajabu ambayo yataweza kutokea wakati ambapo unasimama na Mungu. Pia hata katika hicho kitabu cha Mwanzo tunaona mambo ya Abraham. Abraham alikuwa mtu wa haki, alitembea na Mungu, naye Mungu akaweza kumpa ahadi. Akaweza kumpa ahadi ya kwamba, tukiangalia katika kitabu hicho pia cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8 mahali tumesoma, tunaona ya kwamba Adam alijificha uso wa Bwana, na alipojificha uso wa Bwana, hivyo sivyo Mungu alivyokuwa anataka. Alikuwa anataka akija katika bustani ya Edeni akaweze kukutana na Adam na akaweze kukutana na mkewe, na wakaweza kufanya makosa, wakawa sio waaminifu mbele zake, wakaenda kinyume na mapenzi yake, na ndio maana walimjificha uso wa Bwana. Jambo la kukuuliza na la kujiuliza hata nasi waumini, hata nasi watazamaji, tunajificha uso wa Bwana wakati tunaingia katika shida, wakati tunapatwa na matatizo, wakati tunapatwa hata na shida nyingi, tunajificha uso wa Bwana. Tunakimbia wapi? Tunakimbia kwa waganga, tunakimbia kwa wachawi, tunaenda wapi? Tukiangalia pia hicho kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa 24, neno la Mungu linatuambia hivi: Enoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtoa. Bwana Yesu asifiwe. Enoko pia alikuwa mwaminifu na akaenenda na Mungu, akaenenda na Bwana katika kizazi chake na katika kila jambo, na ndio maana tunaona akitwaliwa na Mungu ama akitoweka. Kwa hivyo hata nasi watazamaji wa leo, neno la Mungu linatuambia tuenende na Mungu. Hata wenye nasoma, ni jambo la muhimu kuenenda na Mungu, kwa maana katika masomo yako Mungu ataweza kukuhurumia, Mungu ataweza kukuonekania, Mungu ataweza kukuinua, na Mungu ataweza kukupa ufanisi. Unaweza kuwa unaenenda na Mungu, lakini ufike mahali ukumbwe na shida, ukumbwe na majaribu, lakini neno la Mungu linatuambia aje? Zidisha kuenenda na Mungu, zidisha kutembea na Mungu, zidisha kumwita Mungu, kwa maana Mungu hatawahi kukuacha. Kwa hivyo watazamaji, wewe wakati shida zinakujia, wewe unaenenda na nani? Wewe unaenenda na Mungu kama Nuhu? Wewe unaenenda na Mungu kama Henok? Wewe vile uhusiano wako na Mungu ukoje? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuhimiza ili tukawe na uhusiano na yeye, ili tukaenende na yeye, ili tukatembee naye, kwa maana mtu akiwa na uhusiano na mtu mwingine, kuna mambo ambayo anamwambia na anatekeleza. Kuna mambo ambayo unanena na Mungu na unazungumza na Mungu, naye Mungu anakusikia na anakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Tunatembea na Mungu ili Mungu akaweze kututimizia mahitaji yetu. Tunatembea na Mungu ili Mungu akaweze kutuonekania. Ndio, unapotembea na Mungu utadharauriwa. Unapotembea na Mungu
Mungu utatukanwa. Unapotembea na Mungu hata utachukiwa. Lakini hiyo sio jambo la muhimu. Jambo la muhimu ni kujua unatembea na nani. Jambo la muhimu ni kuzingatia urafiki wako na Mungu. Kwa maana urafiki wa dunia ni urafiki wa dunia utaweza kupoteza mambo yako yote. Ama ukiwa rafiki wa dunia utaweza kuwa handui wa Mungu. Lakini ukiwa handui wa dunia utaweza kuwa rafiki wa Mungu. Kwa hivyo wapendwa, tumtegemee Mungu na tuenende na yeye. Tuenende na yeye kwa maana anajua mahali anatupeleka. Tuenende na yeye kwa maana anajua sisi ni watoto wake. Tuenende na yeye kwa maana anatuhimiza tutembee na yeye kila wakati. Hakuna wakati ambao amerudisha nyuma akasema usienende nami wakati huu. Anatuambia kila wakati. Ni jambo la muhimu tuenende na Mungu kila wakati. Tuenende na Mungu kama Nuhu, tuenende na Mungu kama Ibrahimu, tuenende na Mungu kama Henok. Bwana Yesu asifiwe. Pia katika hicho kitabu cha Mwanzo 24 mstari wa 40, Bwana ataenenda pamoja na wewe kwa kutuma malaika na kufanikisha njia zako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ataweza kutembea nawe wakati wowote ambapo umo shidani, wakati wowote ambapo umo katika majaribu, wakati wowote ambapo umepatwa na mangumu. Hauwezi kujitoa na hauwezi kujizuilia. Mungu anatuambia ataenenda nasi, atatembea nasi na atatuma malaika wake. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo la muhimu kama Mungu kutuma malaika wake. Malaika wake akaweze kukuzingira. Malaika wake akaweze kuenenda nawe. Malaika wake akaweze kukuinua na akaweze kukutia nguvu na akaweze pia kukushika mkono. Kwa hivyo tumtegemee Mungu na tuenende na Mungu. Tutembee na Mungu hata kama kukoje, tutembee na huyo Mungu. Hapo tunaona pia Mwanzo 17 mstari wa 1 hadi ule wa 7. Tunaona Mungu alimtokea Abraham. Na alipomtokea Abraham, tukisoma hapo tunaona ya kwamba alipomtokea Abraham aliweza kufanya mambo ambayo tutaweza kuyasikia. Mwanzo sura ya 17 mstari wa 1 hadi wa 7. Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitafanya angano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzindisha sana sana. Abraham akaanguka kifundifundi. Mungu akamwambia akasema, mimi angano langu nimefanya nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako utaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa na wafalme watatoka kwako. Angano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao, kuwa angano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliweza kunena na Ibrahimu. Akaweza hata kumbadilishia jina kutoka Abraham mpaka Ibrahim. Na hapo akamwambia atakuwa baba wa mataifa. Uzao wake utakuwa umebarikiwa. Atakuwa pia akambadilishia jina na akamuita baba wa mataifa na akamuita baba wa ufalme, kwa maana ufalme utatokea kwake. Bwana Yesu asifiwe. Vile Mungu anazungumza nawe asubuhi ya leo. Mungu anazungumza nawe adhuhuri ya leo kukuita ili ukawe
na urafiki naye, kukuita ili ukaweze kuwa na angano naye ya kutembea naye. Hakuna angano lingine ila tu kutembea na Mungu, ila kuwa mwaminifu mbele za Mungu, ila kuwa mwenye haki mbele za Mungu na mkamilifu. Ukiwa rafiki wa Mungu, Mungu ataweza kukuongoza, Mungu ataweza kukubariki, Mungu ataweza kukuponya hata kutoka katika shida zako na kutoka katika magonjwa ulio nayo. Kwa hivyo ni jambo la muhimu wapendwa, ni jambo la muhimu wasikilizaji, ili tukaweze kutembea na Mungu, ili tukaweze kufanya uhusiano mwema na Mungu, ili tukaweze kufanya urafiki na Mungu wetu, kwa maana ataweza kutuondolea matatizo, ataweza kutuondolea shida, ataweza kutuongoza, ataweza kutubariki, na zaidi ya yote ataweza kutembea nasi. Mungu anatafuta urafiki na wewe. Mungu anatafuta urafiki na mwanamke, mwanaume, mtoto, mwanarika ambaye yuko tayari kutembea na Mungu, ambaye yuko tayari kuenenda na Mungu. Je, uko tayari? Uko tayari kutembea na Mungu? Kwa maana Mungu anasema wakati ambapo aliweza kutokea kwa Ibrahim, akaweza kumbariki na akaweza kumbadilishia jina, aliweza kumwambia atakuwa na mazao. Kwa hivyo ukiwa na urafiki na Mungu, utaweza kuwa na mazao, utaweza kuwa mtu wa kuaminiwa, utaweza kuwa mtu wa kutarajiwa, utaweza kuwa mtu pia mwaminifu, na mtu ambaye anaweza kutegemewa na mboma yake, anaweza kutegemewa na kanisa lake, anaweza kutegemewa pia na watu wake ambao wanamzingira. Kwa hivyo tunaona hapa Ibrahim akitoa ushuhuda vile Mungu aliweza kutembea naye, na vile Mungu aliweza kumuinua, na vile Mungu aliweza kumuonekania. Hata wakati ambapo Mungu alinena na Ibrahim, akamwambia achukue mwanawe aende akafanye dhabihu. Tunaona hata Ibrahim akiwa mwaminifu na akiwa mwenye haki, kwa maana alichukua mwanawe, akachukua kuni, akachukua kiberiti ili aende akamtoe mwanawe kama dhabihu, na alikuwa wa kwanza. Papo hapo ndivyo Mungu alivyoona uaminifu wa Ibrahim, na alipoona uaminifu wa Ibrahim akaweza kutoa kondoo kwa malisho yake, na akaweza kumtoa mahali popote anjulikani alitokea wapi. Lakini aliongea na Ibrahim akamwambia aangalie ataona kondoo, na akaweze kumchinja na akaweze kumtoa kama dhabihu, kwa maana aliona hata kama mwanawe alikuwa wa pekee, alikuwa amemtoa ili akaweze kufanya dhabihu na Mungu, ili akaweze kumtoa mbele za Mungu. Lakini Mungu akaona uaminifu wake, akatuma kondoo, akatuma wa kufanya dhabihu na yeye. Kwa hivyo hata unapotembea na Mungu, Mungu atafanya angano na wewe, na ataweza kukutumia kama vile aliweza kutumia Ibrahim, na ataweza kukutumia na utaweza kuwa na ushuhuda, kama vile tunaona Ibrahim akitoa ushuhuda vile Mungu aliweza kutembea naye, na vile Mungu aliweza kumfanyia, na vile Mungu aliweza kumshindania. Kwa hivyo tembea na Mungu naye atakushindania. Bwana Yesu asifiwe. Tembea na Mungu naye atakushika mkono. Tembea na Mungu naye atakutia nguvu. Tembea na Mungu naye atakuinua na ataweza kukubariki. Kama vile tunaona aliweza kuwabariki wengi, aliweza kumbariki Nuhu, aliweza kumbariki Enoch, aliweza kumbariki Ibrahim, aliweza kumkumbuka hata na Daudi alipokuwa mdogo, alipokuwa kule akilisha, aliweza kumbariki yeye akawa mfalme. Kwa hivyo Mungu amekuita ili ukaweze kutembea naye. Huenda ikawa alipokuita
alikwambia utembee naye, lakini ulipoingia katika kutembea na Mungu ukaona kazi ulio nayo, ukasahau Mungu. Lakini Mungu anakwambia aje siku ya leo, anakwambia zidisha kutembea naye. Ndio uko na kazi, lakini Mungu anahitaji muda wako. Mungu anahitaji wakati wako ili ukaweze kuzungumza naye. Hata pia anasema katika kitabu cha Hesabu sura ya 22 mstari wa 28, anatuambia yeye anjapungukiwa na wahubiri. Heti unasema wewe ni mhubiri, ndio unahubiri, lakini uhusiano wako na Mungu ukoje? Ndio unafanya kazi yenye unafanya, mwalimu, sijui wewe ni, lakini kazi yenye unafanya, daktari, mwalimu, nini, mhubiri, je, uhusiano wako na Mungu ukoje? Pia hapo anasema anaweza pia kufanya punda akahubiri, punda akaongea, kwa maana punda alizungumza na Balaamu, akamuuliza amefanya nini, anampiga hivi. Vivyo Mungu anaweza kuinua wahubiri, kutoka mahali popote. Vile anatuambia katika hicho kitabu pia cha Luka sura ya 19 mstari wa 40, anatuambia hata tukinyamaza mawe yataweza kupiga kelele. Inaonyesha ya kwamba hata tukinyamaza, hata tusipofanya kazi ya Mungu, hata tusipomuimbia Mungu, hata tusipomtumikia Mungu, ataweza kufanya mambo yapike kelele, amuimbie, amtumikie na yafanye kazi yoyote ambayo tunafanya. Kwa hivyo Mungu anatuambia hana upungufu wa wahubiri, hana upungufu wa watu wa kwaya, hana upungufu wa kila jambo. Jambo lake tu kwetu ni kutembea naye ataweza kutufanya watu wa maana. Pia Mathayo mtakatifu sura ya 7 mstari wa 22 hadi wa 23, neno la Mungu linatuambia many preachers will be disqualified. Yaani wahubiri wengi watakuja mbele za Mungu, kwa maana neno la Mungu linatuambia wengi watakuja, watasema nilifanya hili, nilifanya lile, nilikuwa mwimbaji, nilikuwa mhubiri, nilikuwa natoa mapepo, nilikuwa nafanya mambo ya miujiza, nilikuwa naokoa wengi. Lakini Mungu atawaambia hawajui, watoke mbele zake waondoke. Kwa hivyo mpendwa sikilizaji, Mungu anataka utembee naye, kwa maana ukitembea naye hata kama ni kwa kuponya, utaponya ukiwa na Mungu. Ukitembea naye hata kama ni kwa kuinua, ni kwa kutia nguvu, utatia nguvu ukiwa pamoja nawe. Si jambo la ajabu ufike mbinguni na Mungu aseme akujui ama hakutambui, kwa maana haukutembea naye. Kwa sababu haukutembea naye, uhusiano wako na Mungu na urafiki wako na Mungu ukoje? Mungu anataka Wakristo wenye ataweza kutembea na wao na pia kukaa na wao. Hebu tafakari Mungu akisema akujui, mpendwa. Tafakari Mungu akisema akujui, msikilizaji wa siku ya leo. Neno la Mungu linatuhimiza na kutuambia tutembee na huyo Mungu, na tukitembea na Mungu hata kama ni miujiza ambayo tutakuwa tunafanya, hata kama ni mambo tutakuwa tunafanya, hata kama ni wagonjwa tutakao kuwa tukiwaombea wapone, tutaweza kufanya kwa ukamilifu, na Mungu ataweza kusifiwa na ataweza kuinuliwa akiwa kitini chake cha enzi, kwa maana ndiye Mungu ambaye ametutuma, ndiye Mungu ambaye anatushika mkono, ndiye Mungu ambaye anatutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuhimiza nini? Neno la Mungu linatuhimiza ukitembea na Mungu utaweza kuona uwepo wa Mungu. Ukitembea na Mungu utaweza kuona nguvu za Mungu. Ukitembea na Mungu utaweza kuona pia baraka zake, kwa maana Mungu utakuwa mtoto wake, utakuwa mwana wake, na ataweza kukuinua na ataweza kukufanyia
mengi. Kwa hivyo tuache kujishughulisha na mambo yetu, kwa maana neno la Mungu linatuambia hakuna ajuaye kesho. Wimbo pia ukaimbwa, hakuna ajuaye kesho, kesho ina mwenyewe, mwachie mwenyewe ashughulikie. Kwa hivyo mwachie Mungu ashughulikie hiyo kesho, kwa maana haujui kesho yako, Mungu ndiye anajua kesho yako. Hata kama ni kwa njia hipi, mwachie Mungu ashughulikie mambo yako, mwachie Mungu akushughulikie na utembee naye, kwa maana ukitembea naye atakushughulikia kwa ufasaha. Ukitembea naye ataweza kukushughulikia kwa uaminifu. Kwa hivyo pia tunaambiwa jambo la muhimu ambalo tunapaswa kujua, tunda linatoa nguvu kutoka kwa mizizi ya mti. Kwa hivyo usipokuwa na msimamo na usipokuwa himara katika imani yako, hakuna vile utaweza kuwa na matunda. Hakuna vile utaweza kuwa pia na mambo mazuri. Hakuna vile utaweza kuwa na ufanisi. Kwa hivyo ni jambo la muhimu ili tukaweze kudumisha uhusiano wetu na Mungu, ili tukaweze kudumisha urafiki wetu na Mungu, ili tukazidi kutembea naye, kwa maana tukitembea naye tutakuwa na nguvu. Tukitembea naye tutakuwa na mazao. Tukitembea naye tutakuwa na matunda ya ukamilifu na tutakuwa na matunda mazuri. Kwa maana pia neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Zaburi, aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake mwenye hezi. Kwa hivyo ni lazima tuwe watu ambao wana urafiki na Mungu. Tuwe watu ambao wanatembea na Mungu. Na tukitembea na Mungu anatuambia tutakaa katika uvuli wake, kwa maana ndiye anatuma malaika wake kila wakati, hata tulalapo watuzingire, kila wakati hata tuamkapo waenende nasi, na kila wakati Mungu awe pamoja nasi. Tukiangalia pia katika kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 15, neno la Mungu hapo linatuambia mambo ambayo Mungu alisema na Musa alisema na Mungu. Akamwambia, kama hautaenenda pamoja nasi, usikubali tutoke hapa. Kwa maana Musa alikuwa anaitisha uwepo wa Mungu. Musa alikuwa anaomba Mungu ili akaweze kutembea naye. Musa alikuwa anaomba Mungu ili akaweze kuwaongoza katika safari yao pamoja na wana wa Israeli kuvuka ng'ambo ile ingine. Na Mungu aliweza kujidhihirisha. Kwa hivyo tembea na Mungu na familia yako itakuwa salama. Tembea na Mungu na Mungu ataweza kukuonekania. Na Mungu pia anatushauri na kutuambia yeye atembei na watu ambao hawafuati maagizo. Ni jambo la muhimu kwanza ufuate maagizo ili Mungu akaweze kutembea nawe. Ni jambo la muhimu ili Mungu akaweze kutembea nawe, ukaweze kufanya mapenzi yake. Kwa maana neno la Mungu linatuambia aje katika ibada ile ya kweli kuna mambo mawili tu. Jambo la kwanza ni kusikia na la pili ni kutenda. Kutenda mapenzi ya Mungu, kusikia mapenzi ya Mungu. Si kusikia mambo yako, si kutenda mambo yako, na hivyo ni kutenda kulingana na uwezo wa Mungu. Kutenda kulingana na vile Mungu anakushauri. Kutenda kulingana na vile Mungu anakuamuru ufanye. Kwa hivyo ni jambo la muhimu kufuata maagizo. Uwepo wa Mungu unaweza leta utofauti na ufanisi katika maisha yako. Kwa hivyo Mungu akiwa pamoja nawe, nguvu za Mungu zikiwa pamoja naye, malaika wa Mungu akiwa amekuzingira, uwepo wa Mungu utakuwa pamoja nawe na maisha yako yatakuwa ya ufanisi. Masomo yako mpendwa yatakuwa ya ufanisi. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kila jambo maisha yako, na katika kila jambo hata kuabudu, utakuwa unafanya kwa njia ya ufasaha. Kwa maana Mungu ndiye atakayekuwa amekuongoza. Mungu ndiye atakayekuwa amekushika mkono. Mungu ndiye atakayekuwa msingi wako imara.
na utafanya kulingana na mapenzi yake. Kwa hivyo pia neno la Mungu linatuambia tunahitaji kuwa karibu na Mungu. Tunahitaji kufanya ushirika na Mungu. Tunahitaji pia kusongea mahali pa Mungu. Na wakati mwingine huwa tunajishughulisha na mambo yetu kwa kivipi? Huwa tunaenenda mbele za Mungu na wakati ambapo tunamuomba. Tunaomba na hatuchukui muda wa Mungu azungumze nasi, hata hatuchukui muda wa kusikia sauti ya Mungu. Ni wakati mzuri ambapo hata ukiomba unakuwa na wakati wako, unatenga wakati wako fulani ama muda wako fulani wa kusikia sauti ya Mungu, ili Mungu akaweze kunena nawe na Mungu akaweze kuongea nawe. Kwa hivyo kutembea na Mungu kunaweza mbadilisha maisha yako kikamilifu, na kunaweza pia kukutia nguvu, na kunaweza pia kukuonekania katika kila jambo ulifanyalo ukafanya kwa ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Si kila mtu anabeba uwepo wa Mungu. Kama vile tumeona katika kitabu cha Luka ambapo tumesema many preachers will be disqualified. Si kila mtu anabeba uwepo wa Mungu, na si kila mtu ambaye unamuona anahubiri ama anafanya jambo fulani unastahili kumfuata. Kwa maana wengine wamebeba nguvu za giza, wengi wamebeba ushirikina, wengi wamebeba vitambaa, maji, mafuta, na hao wote tu ni wahubiri. Hao wote tu wanakuonyesha njia ya kwenda mbinguni. Lakini kuna jambo la muhimu unastahili ufanye. Kwa maana Mungu akitembea nawe, uwepo wake utakuwa pamoja nawe, na ataweza kukupa kutofautisha yupi ambaye anahubiri neno ambalo ni la Mungu na neno ambalo ni la kweli. Kwa maana wengi, neno la Mungu linatuambia wengi watajinua na wengi wataweza kupoteza wengi. Usije ukapotea. Ni lazima utembee na Mungu ili Mungu akaweze kukuonyesha ni kipi ambacho unastahili kufanya na ni kipi ambacho haustahili kufanya. Kwa maana wengi wamepotea. Wengi wamepotea kwa kufuata njia ambazo hazimpendezi Mungu. Wengi uwepo wa Mungu umewaondokea, kwa maana hawafanyi mambo ambayo Mungu anapendezwa nayo. Wengi hata wanafanya mambo ambayo ni chukizo mbele za Mungu. Na ndio neno la Mungu linatuambia wengi wamepotoka, tena wameoza, hawajui waendako, hawajui watokako, hawajui mahali wataonyesha. Hata wahubiri wengi wamekuwa kama kibao, wanasimama tu kuonyesha hapa ni mahali fulani, lakini hapo wanaonyesha hawataweza kupafika, kwa maana wanafanya mambo ambayo hayastahili mbele za Mungu. Na ndio maana Mungu anatuambia uwepo wake ukiwa pamoja nasi na tukitembea pamoja naye, tutaweza kugundua hayo yote na tutaweza kutofautisha yaliyo mazuri na yaliyo mabaya, na tutaweza kufanya ambayo yanampendeza. Kwa maana Mungu anatuambia si kila kitu ambacho Mungu, si kila kitu ama si kila mtu ambaye anastahili kuwa rafiki wako. Kwa hivyo hata nawe si kila mtu ambaye anastahili kuwa rafiki wako, na si kila mtu ambaye anapaswa kuwa karibu na wewe. Na ndio maana hata tunaambiwa tuombe Mungu ili akatuondolee ambacho kinatuzuia kutenda mapenzi yake, ambacho kinatuzuia kutembea naye, akaweze kutuondolea, kwa maana ni Mungu ambaye anatuondolea. Tukiangalia pia katika hicho kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1, hapo tunaona Mungu akizungumza na Ibrahim na kumwambia, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linazungumza na Abrahamu pia, kumwambia aondoke aende mahali ambapo umesimama ama mahali ambapo ulipo.
inawezekana Mungu akawa hawezi kukubariki ukiwa hapo. Na ndio maana alisema na Abraham, akamwambia haondoke kutoka katika jamaa zake, aondoke kutoka katika nchi anayokaa, ili aende nchi atakayomuonyesha, na hapo ndipo Mungu ataweza kumbariki. Pia mahali ulipo huenda ikawa umekwama katika dhambi, na Mungu hawezi kukubariki ukiwa katika dhambi, na Mungu anakuamuru na anakuambia utoke katika dhambi, utoke katika mambo maovu ambayo unatenda, ili akaweze kukubariki. Na ndipo tunapoimba wimbo ambayo unaimbwa, naomba tukaimbe kwa pamoja wimbo ambayo huo wa Ibrahimu. Mungu alisema na Ibrahimu, Mungu kasema na Ibrahimu, Ibrahimu toka katikati yao, na Bwana Mungu atakubariki. Mungu kasema na Ibrahimu, Ibrahimu toka katikati yao, na Bwana Mungu atakubariki. Kwa uaminifu wa Ibrahimu, Ibrahimu kaenda Kanaani, na Bwana Mungu akambariki. Kwa uaminifu wa Ibrahimu, Ibrahimu kaenda Kanaani, na Bwana Mungu akambariki. Ewe ndugu yangu, Bwana asema toka katikati yao, na Bwana Mungu atakubariki. Ewe ndugu yangu, Bwana asema toka katikati yao, na Bwana Mungu atakubariki. Toka dhambini wetoka, na Bwana Mungu atakumba. Toka ngizani wetoka, na Bwana Mungu atakumba. Acha ulevi acha, na Bwana Mungu atakumbari. Acha uchawi acha, na Bwana Mungu atakumba. Acha na wivu acha, na Bwana Mungu atakumba. Acha na chuki acha, na Bwana Mungu atakumba. Acha vitina acha, na Bwana Mungu atakumba. Toka dhambini wetoka, na Bwana Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anatuhimiza tukaweze kutoka katika mambo ambayo yametuzuia kutembea naye. Tukaweze kutoka katika mambo ambayo yanatuzuia kuona uwepo wake. Tukaweze kutoka katika mambo ambayo yanatuzuia pia kuhisi uwepo wa Mungu na kuona mambo makuu ambayo Mungu anatenda kwetu. Kwa hivyo ni jambo la muhimu ili tukaweze kutoka na tukaweze kusimama na huyo Mungu na tukaweze kutembea naye kama vile Ibrahim aliweza kutembea naye na Mungu akaweza kumuonekania. Kuna mambo ambayo ni ya kuzingatia ili tukaweze kutembea na Mungu. Jambo la kwanza ni kumbondeka mbele za Bwana. Mungu anahitaji moyo ambao umembondeka mbele zake. Jambo la pili ni kuwa na moyo wa toba. Tunastahili kuwa watu wa kutubu mbele za Mungu. Jambo la tatu
ni kumbombea katika maabudu ama kumwabudu Mungu ndani ya kweli na ndani ya roho. Jambo la 4 ni kumbombea katika sifa. Mungu anasema anaketi katikati ya sifa za wenye haki. Kwa hivyo ni jambo la muhimu ili tukaweze kumbombea, kumsifu Mungu. Jambo la 5, kumbombea katika vita vya kiroho na kunazua mitengo ya giza. Tukaweze kumbombea katika vita ama tuwe tumenjiami katika vita za kupigana kiroho na shetani ama ulimwengu wa giza, ili tukaweze kuimbuka kuwa washindi wa kiroho. Jambo la 6 ni kumpa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yetu kama vile tumesema awali. Na jambo la 7, lazima uwe na utayari wa kufanya chochote na kwa muda wowote. Jambo la 8, lazima utafute kiwango kikubwa cha imani. Lazima uwe mtu wa imani, mtu ambaye amestahimili vishindo na kusimama katika imani. Jambo la 9, unahitaji uwe mtu mnyenyekevu. Unyenyekee mbele za Bwana na unyenyekee mbele za kila mtu. Jambo la 10, unahitaji uwe mtu mtiifu, kama vile tunaona Ibrahim aliweza kuwa mtu mtiifu alivyoamuriwa na Mungu atoke, akatoka na akaenenda na Mungu akambariki. Jambo la 11, lazima uamue kuichukia dunia na mambo yake maovu. Lazima uamue kuichukia dunia ili ukaweze kutembea na Mungu pamoja na mambo yote maovu ya dunia. Lazima uwe tayari kubeba lawama kutoka kwa wanadamu na kukataliwa na kudharauliwa wakati mwingine. Lazima uamue kukataliwa, kubeba lawama, kudharauliwa na pia kuchukiwa na ulimwengu na watu wa dunia, kwa maana unapoendelea kufanya mapenzi ya Mungu na unavyoendelea kutembea na Mungu, watu wataweza kukuchukia na hata wataweza kukuwekelea mambo mengi. Na hivyo ndiyo maana unaambiwa lazima uwe mtu anayestahimili vishindo na mtu ambaye amekubali kubeba hizo lawama zote. Kwa hivyo pia kuna faida za kutembea na Mungu. Faida 3, ya kwanza ni unakuwa rafiki wa Mungu. Ya pili, Mungu anakuhudumia kwa njia za ajabu. Na ya 3, Mungu anakuwa mshauri wako. Tukubali kutembea na Mungu wapendwa, tukubali kutembea na Mungu wasikilizaji, ili Mungu akaweze kutushauri na akaweze kuwa mshauri wetu na akaweze kutuhudumia na akaweze kuwa rafiki wetu wa kila wakati na wa kila muda ambapo tunamhitaji. Ataweza kuwa mshauri wetu na ataweza kutuongoza. Na Bwana atubariki na ambariki neno lake. Amina. Na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neno lako takatifu. Asante kwa maana umeweza kutuongoza. Asante kwa maana umeweza kutushika mkono. Asante kwa maana umeweza kunena nasi kupitia Roho wako Mtakatifu, Baba wa mbinguni. Na neno lako Baba wa mbinguni likatuhimiza sana kutembea na wewe. Baba wa mbinguni, tunaomba ukaweze kutuimarisha na ukaweze kutusimamisha tukiwa na misingi dhabiti, ili tukaweze kutembea na wewe, ili tukaweze kuenenda na wewe, na ili Baba wa mbinguni ukaweze kujifanikisha kwetu Baba wa mbinguni kwa njia za ajabu, na ukaweze kutuhudumia na ukaweze kuwa mshauri wetu. Nenda nasi Baba wa mbinguni, na neema yako na kibali chako kikazidi kuwa juu yetu. Na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tumeomba. Amina. Mbarikiwe.